Rais Samia Suluhu azimia baada ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo kumwekea masharti magumu. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na tafadhali ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, kumbuka kusubscribe. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimeibuka na mkakati mpya unaolenga kufufua mchakato wa katiba mpya nchini Tanzania kabla ya mwaka 2027. Hatua ambayo tayari imeanza kuchochea mjadala mpana wa kisiasa kuhusu mustakabali wa mageuzi ya kidemokrasia nchini humo. Na kupitia kauli ya mjadala mpana wa kisiasa kuhusu mustakabali wa mageuzi ya demokrasia nchini humo, na kupitia kauli ya katibu mkuu wake John Mnyika, chama hicho kimeweka wazi kwamba hakiko tayari kuona ajenda ya katiba mpya ikiendelea kusuasua wakati taifa likielekea katika mzunguko mwingine muhimu wa uchaguzi mkuu. Na katika kile kinachoonekana kama msukumo mpya wa kisiasa, kamati kuu ya Chadema imeidhinisha kuundwa kwa kamati ndogo ya wataalamu wa kisheria na kiufundi itakayobeba jukumu la kuandaa mswada wa sheria utakaofungua upya mjadala wa katiba mpya. Hatua hii inakuja katika mazingira ambayo mjadala wa mageuzi ya kisiasa nchini Tanzania umekuwa ukipanda na kushuka kulingana na misukosuko ya kisiasa, maslahi ya vyama na mabadiliko ya uongozi wa kitaifa. Mkakati huu mpya hauwezi kutenganishwa na mvutano wa muda mrefu kati ya upinzani na chama tawala kuhusu mwelekeo wa mageuzi ya kisiasa nchini Tanzania. Na kwa miaka mingi vyama vya upinzani, hususan Chama cha Demokrasia na Maendeleo, vimekuwa vikisisitiza umuhimu wa katiba mpya inayotoa uhuru zaidi wa taasisi, uwajibikaji wa viongozi na usawa katika ushindani wa kisiasa. Na katika muktadha huu, hoja ya kuunda chombo huru kitakachosimamia kura ya maoni imeibuka tena kama kiini cha mvutano, na Chadema inaona kuwa bila uwepo wa mamlaka huru, mchakato wa kura ya maoni unaweza kukosa uaminifu, na ni jambo ambalo inaweza kuathiri uhalali wa katiba mpya itakayopatikana. Na hoja hii inalenga moja kwa moja taasisi ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi ambayo imekuwa ikikosolewa mara kwa mara na wadau wa kidemokrasia kwa madai ya kukosa uhuru wa kutosha. Na kwa upande wa chama tawala, Chama cha Mapinduzi, kimya au tahadhari katika kujibu mapendekezo haya inaweza kutafsiriwa kama mkakati wa kisiasa wa kupima upepo wa maoni ya umma kabla ya kuchukua msimamo rasmi. Hata hivyo, historia inaonyesha kuwa masuala ya katiba mpya yamekuwa yakizua mgawanyiko mkubwa kati ya CCM na upinzani, hasa pale yanapogusa maslahi ya moja kwa moja ya kisiasa kama vile muundo wa madaraka ya rais, uhuru wa vyombo vya dola na mfumo wa uchaguzi. Na mkakati wa Chadema wa kulenga mwaka 2027 si wa bahati mbaya. Huu ni mwaka unaotarajiwa kuwa na uchaguzi mkuu, na hivyo katiba mpya ikiwa tayari kabla ya wakati huo inaweza kubadilisha kabisa uwanja wa ushindani wa kisiasa. Na kwa lugha ya siasa, huu ni mchezo wa muda na ushawishi ambapo chama kinajaribu kuweka ajenda mapema ili kuathiri mjadala wa taifa. Na katika mazingira haya, hatua ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo inaweza pia kutafsiriwa kama jaribio la kujijenga upya kisiasa baada ya changamoto mbalimbali zilizokikumba chama hicho katika miaka hivi karibuni, ikiwemo migogoro ya ndani na shinikizo la kisiasa kutoka kwa dola. Na kwa kusukuma ajenda ya katiba mpya, chama kinajipatia nafasi ya kuonekana kama mtetezi wa mageuzi na haki ya wananchi, na ni jambo ambalo linaweza kuongeza uungwaji mkono wake miongoni mwa wapiga kura. Haiwezekani kuzungumzia katiba mpya Tanzania bila kurejea mchakato ulioanzishwa mwaka 2011 chini ya uongozi wa Jakaya Kikwete kupitia tume ya Jaji Warioba iliyoongozwa na Joseph Warioba. Wananchi walishirikishwa kwa kiwango kikubwa kutoa maoni yao kuhusu muundo wa katiba mpya, na mchakato huo ulionekana kuwa na matumaini makubwa mwanzoni, lakini ulipofika katika hatua ya bunge maalum la kikatiba, tofauti za kisiasa zilianza kujitokeza wazi na upinzani ilijiondoa katika vikao hivyo, na ni hatua iliyosababisha kuundwa kwa Umoja wa Ratiba ama wa Katiba ya Wananchi, muungano wa vyama vya upinzani uliolenga kushinikiza mchakato jumuishi zaidi.
Na hatimaye, licha ya kupatikana kwa rasimu ya kikatiba inayopendekezwa, kura ya maoni haikuwahi kufanyika na mchakato mzima ukasimama. Hali imeacha doa katika historia ya mageuzi ya kisiasa nchini Tanzania na imeendelea kuwa chanzo cha malalamiko ya miongoni mwa wadau wa demokrasia. Na kwa kuangalia hali ya sasa, mkakati wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo unaweza kuwa na athari kubwa katika nyanja kadhaa za kisiasa. Kwanza, unaweza kulazimisha serikali na chama tawala kutoa msimamo wao wazi kuhusu katiba mpya, na ni jambo ambalo inaweza kufungua mjadala mpana zaidi wa kikatiba ama wa kikatiba. Na vile pili, unaweza kuhamasisha wananchi kushiriki zaidi katika masuala ya utawala na haki za kikatiba. Hata hivyo, kuna hatari pia kwamba ikiwa mjadala huu utageuka kuwa wa kisiasa zaidi kuliko kitaifa, kuna uwezekano wa kurudia makosa ya zamani ambapo maslahi ya vyama yalitangulia mbele ya maslahi ya wananchi. Aidha, bila makubaliano ya pamoja kati ya wadau wakuu wa kisiasa, mchakato wowote mpya unaweza kukumbwa na changamoto zile zilizousambaratisha ule wa awali. Hoja ya katiba mpya imegusa moja kwa moja imani ya wananchi katika mfumo wa utawala na katika nchi yoyote ya kidemokrasia. Katiba ndio msingi wa haki, usawa na utawala bora. Ikiwa wananchi wataona kuwa mchakato wa kuipata au kuwa wa haki au jumuishi, basi hata katiba yenyewe inaweza kukosa uhalali wa kisiasa. Kwa upande mwingine, ikiwa mchakato huu utaendeshwa kwa uwazi, ushirikishwaji na uhuru, unaweza kuwa fursa ya kurejesha imani ya wananchi katika taasisi za serikali na mfumo mzima wa kidemokrasia. Na hili ndilo linafanya mjadala huu kuwa muhimu zaidi kwa wakati huu. Kwa msingi wa hali hiyo ya sasa, swala la katiba mpya sasa linabeba uzito mkubwa wa kisiasa unaoweza kubadilisha mwelekeo wa siasa za Tanzania kuelekea mwaka 2027. Na Chadema inaonekana kunufaika kisiasa kwa kuweka ajenda hii mezani, kwani inajiweka kama sauti ya mageuzi na uwajibikaji. Na hata hivyo, mafanikio yake yatategemea uwezo wa kujenga mwafaka mpana wa kitaifa badala ya kusukuma ajenda hiyo kama silaha ya kisiasa. Na kwa upande wa CCM, changamoto kubwa ni jinsi ya kushughulikia shinikizo hili bila kuonekana kupinga mageuzi, na kimya kinaweza kutafsiriwa vibaya. Lakini hatua ya haraka bila maandalizi inaweza pia kuleta mgawanyiko ndani ya chama chenyewe. Hatua zinazofuata zinaweza kujumuisha majadiliano ya kisiasa, ushirikishwaji wa wadau mbalimbali au hata mapendekezo ya mchakato mbadala wa kufikia katiba mpya. Na hata hivyo, jambo moja linaloweza onekana wazi ni kwamba hoja ya katiba mpya imerejea kwa nguvu katika siasa za Tanzania, na safari hii inaweza kuwa na athari kubwa zaidi kuliko iliyowahi kushuhudiwa hapo awali na polisi. Kwa sasa, macho ya wadau wa siasa, wanaharakati na wananchi kwa ujumla yako kwenye hatua zitakazofuata. Je, Tanzania itaweza kujifunza kutokana na historia yake na kunufaika kwa mchakato huu, au itaendelea na makosa haya ya zamani? Jibu la maswali haya linaweza kuamua si tu mustakabali wa katiba mpya, bali hatima ya demokrasia ya nchi hiyo kwa miaka ijayo. Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa TanzaPulse, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi moja kwa moja. Zidi kuwa nasi kila wakati kwa kusubscribe, kulike na kushare content zetu.